Hii ni Kiko Media. Usisahau kusubscribe. Karibu katika makala ya leo ambapo leo tutaenda kuangazia sababu 5 zinazopelekea umaskini kwa mujibu wa Biblia. Biblia inataja uvivu kama chanzo kikubwa cha umaskini. Ukisoma Mithali sura ya 10 aya ya 4 hadi ya 5 inasema, atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa maskini, bali mkono wake aliye na bidii hutajirisha. Akusanyaye wakati wa hari ni mwana mwenye hekima, bali asinziaye wakati wa mavuno ni mwana mwenye kuaibisha. Hata hivyo, Biblia inaonyesha kuwa sababu za umaskini ni nyingi na zinaweza kugawanyika katika makundi makuu mawili: umaskini unaotokana na maamuzi binafsi na umaskini unaotokana na hali ngumu au ukandamizaji au majanga yasiyotabirika. Hapa kuna sababu 5 kuu ambazo zinasababisha umaskini kulingana na Biblia. Moja ni uvivu wa kuto kufanya kazi. Ukisoma Mithali sura 20 aya 13, usipende usingizi usije ukawa maskini, fumbua macho yako nawe utashiba chakula. Ukisoma Mithali sura ya 6 aya ya 10 hadi ya 11 inasema, bado kulala kidogo, kusinzia kidogo, bado kukunja mikono upate usingizi. Hivyo umaskini wako huja kama mnyang'anyi na uhitaji wako kama mtu mwenye silaha. Sababu ya pili inayosababisha umaskini kulingana na Biblia ni kukosa hekima na nidhamu ya fedha. Biblia inataja mistari mingi inayoonyesha kuhusu kukosa hekima na nidhamu ya fedha, huku ikisisitiza kuwa tabia hiyo huleta umaskini na matatizo. Kitabu cha Mithali ndicho kinachotoa mafundisho mengi zaidi kuhusu usimamizi wa fedha. Ukisoma Mithali sura ya 21 aya 17 inasema hivi, mtu apendaye anasa atakuwa maskini, apendaye divai na mafuta hata tajirika. Kifungu hiki kinaonya kutumia fedha kwenye starehe pekee, matumizi yasiyo na kiasi na anasa kupelekea uhitaji. Pia ukisoma Mithali 21 aya ya 20 inasema kuwa kuna hazina ya thamani na mafuta katika maskani ya wenye hekima, bali mwanadamu aliye mpumbavu huyameza. Mithali sura ya 13 aya ya 18, umaskini na fedhea zitampata yeye atakaye kurudiwa, bali yeye angaliaye maonyo ataheshimiwa. Hii ina maana ya kuwa umaskini na aibu ni kwa mtu aachaye mafundisho. Mithali sura 23 aya 21 inasema kuwa, kwa maana mlevi na mlafi huingia umaskini na utepetevu humvika mtu nguo mbovu. Lakini pia ukisoma Mithali sura ya 13 aya 11, mali iliyopatikana kwa haraka itapunguka, bali yeye achumaye kidogo kidogo atazidishiwa. Ukisoma Mithali sura 21 aya 7, tajiri humtawala maskini, naye akopaye ni mtumwa wake akopeshaye. Luka sura ya 16 aya ya 11, basi kama ninyi hamtakuwa waaminifu katika mali ya udhalimu, ni nani atakayewapa amana mali ya kweli? Na kama hakuna mwaminifu katika mali ya mtu mwingine, ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe? Sababu ya 3 inayopelekea umaskini kwa mujibu wa Biblia ni ukandamizaji na ukosefu wa haki. Biblia inazungumzia kwa nguvu sana ukandamizaji na ukosefu wa haki, hasa ile inayotokana na mifumo mibovu, rushwa, viongozi wanaotumia mamlaka vibaya kuwadhulumu maskini na wajane na wagani. Mithali sura ya 13 aya 23 inasema kuwa shamba la maskini toa chakula kingi, bali huondolewa mbali kwa sababu ya dhuluma. Hapa Biblia inaonyesha kuwa hata kama maskini atafanya kazi, dhuluma huweza kumnyang'anya matunda ya kazi yake na kuwa maskini. Ukisoma Mhubiri sura ya 5 aya ya 8 inasema kuwa kuona maskini wakionewa na haki kupindishwa huleta umaskini. Lakini pia Mithali sura ya 22 aya 22 inasema, usimnyang'anye maskini kwa kuwa ni maskini, wala usimdhulumu mtu mnyonge langoni, kwa sababu Bwana atawatetea, naye atawateka uhai wao waliowateka. Ukisoma Isaya sura ya 10 aya ya 1 inasema, ole wao wawekao amri zisizo za haki na waandishi waandikao maneno ya ushupavu, ili kumpotosha mhitaji asipate haki yake, na kuwanyang'anya maskini na watu wangu haki yao, ili wajane wawe mateka yao, na kuwafanya yatima wasiofiwa na baba zao kuwa mawindo yao. Ukisoma Yakobo sura ya 5 aya ya 4, angalieni ujira wa wakulima waliovuna mashamba yenu, ninyi mliozuia kwa hila unapiga kelele, na vilio vyao waliovuna vimeingia masikioni pa Bwana,
wa majeshi. Ukisoma Mithali sura ya 13 aya 23 inasema kuwa chakula kingi kinapatikana kwa ukulima wa masikini, bali viko viharibiwavyo kwa sababu ya dhuluma. Hii ina maana ya kwamba mashamba ya maskini hutoa chakula kingi kwa ukosefu wa uadilifu. Hii inadokeza kuwa hata rasilimali zikiwepo, ukosefu wa haki huzuia maskini kunufaika. Ukisoma Mhubiri sura ya 5 aya 8 inasema kuwa ujapokuwa unaona maskini kuonewa na hukumu ya haki kuondolewa kwa jeuri katika jimbo, usilistajabie jambo hilo, kwa sababu aliye juu kuliko walio juu huangalia, tena wako walio juu kupita hao. Sababu ya 4 inayosababisha umaskini kwa mujibu wa Biblia ni kufanya haraka kutajirika. Kifungu cha Biblia kinachozungumzia moja kwa moja suala la kufanya haraka kutajirika na kusababisha umaskini ni pamoja na Mithali sura 28 aya 19 hadi 22. Alimaye shamba lake atashiba chakula, bali afuataye mambo ya upuuzi atashiba umaskini. Kufuata njia za mkato zisizo na uaminifu mara nyingi huishia kwenye umaskini. Ukisoma Mithali sura 28 aya 22, hii ina maana ya kwamba mtu mwenye jicho baya atafanya haraka kuwa tajiri, wala hajui kwamba umaskini utampata. Ukisoma Mithali sura ya 13 aya 11 inasema hivi: mali inayopatikana kwa haraka itapunguka, bali yeye achumaye kidogo kidogo atazidishiwa. Sababu ya 5 ambayo inasababisha umaskini kwa mujibu wa Biblia ni hali zisizotabirika. Biblia inatambua kuwa kuna hali zisizotabirika kama vile majanga, magonjwa au dhuluma zinazoweza kumfanya mtu kuwa maskini hata kama hakuwa mvivu. Ukisoma Mhubiri sura ya 9 aya 11, Biblia inatambua kuwa wakati na bahati huwapata wote, na wakati mwingine majanga kama magonjwa au ukame yanaweza kumfanya mtu kuwa maskini licha ya bidii. Ukisoma Mhubiri sura ya 9 aya ya 11, nikarudi na kuona chini ya jua ya kwamba si wenye mbio washindao katika michezo, wala si walio hodari washindao vitani, wala si wenye hekima wapatao chakula, wala si watu wa ufahamu wapatao mali, wala wenye ustadi wapatao upendeleo, lakini wakati wa bahati huwapata wote. Ukisoma Marko sura ya 14 aya 7 inasema, maana siku zote mnao maskini pamoja nanyi, na kila mpendapo mwaweza kuwatendea mema, lakini mimi hamnami siku zote. Yesu anabainisha kuwepo kwa hali hii kama ukweli wa maisha kutokana na sababu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na matukio yasiyozuilika.